Jumla ya skuli 23 zinazotoa elimu ya mkondo wa amali zimepatiwa vifaa vya kufundishia na kujifunza katika fani ya umeme, kilimo, uchongaji, uwashi, uhunzi, upishi na upambaji. Hatua hii ni sehemu ya utekelezaji wa ilani inayoelekeza kuzipatia skuli za sekondari vifaa ili kuwezesha utekelezaji wa mtaala na umahiri katika mkondo wa amali na ujumla. Ndugu wanahabari, sambamba na utekelezaji wa mitaala katika ngazi ya elimu ya lazima, ilani ya Chama cha Mapinduzi pia imeelekeza kuimarishwa kwa mitaala ya elimu ya juu ili iendane na mahitaji ya soko la ajira na mwelekeo wa maendeleo ya uchumi nchini. Ndani ya siku 100, Taasisi ya Mafunzo ya Bahari imefanikiwa kuandaa mitaala mitatu ya mafunzo ya muda mrefu ambayo ni Bachelor of Science in Shipping and Port Logistic Management, Diploma in Shipping and Port Logistic Operation, pamoja na Certificate in Shipping and Port Logistic Operation. Aidha, katika kipindi hicho, serikali imeandaa mtaala wa mafunzo ya muda mfupi ya lazima unaojulikana kama Standard of Training Certificate in Watchkeeping for Seafarer, ambao unajumuisha kozi muhimu za elementary first aid, fire prevention and firefighting, personal survival technique, personal safety and social responsibility, pamoja na social awareness training. Mitaala hii tayari imewasilishwa katika Mamlaka ya Usimamizi wa Usafiri wa Bahari Tanzania TASAC kwa ajili ya hatua za uhakiki na kupata ithibati ili kuwezesha kuanza kwa mafunzo yatakayochangia kuzalisha wataalamu wenye ujuzi unaohitajika katika sekta ya uchumi wa bahari na kuimarisha utekelezaji wa sera ya uchumi wa buluu ndani ya Chuo cha Kitaifa SUZA. Ndugu wanahabari, elimu duniani inapitia mageuzi makubwa yanayoendeshwa na kasi ya maendeleo ya sayansi na teknolojia. Teknolojia ambayo hapo awali ilikuwa nyenzo ya ziada katika ufundishaji na kujifunza, sasa imekuwa sehemu muhimu ya mifumo ya elimu. Mabadiliko haya yanaendelea kubadili namna elimu inavyotolewa na kusimamiwa katika taasisi za elimu. Wakati huo huo, yanafungua fursa za kuimarisha ubora wa elimu na kuandaa wanafunzi kukabiliana na dunia ya kidijitali. Kwa kutambua umuhimu wa teknolojia katika kufundisha na kujifunzia, serikali imetekeleza mikakati mbalimbali ya kuimarisha matumizi ya tehama katika kufundisha na kujifunza kama ilivyoelekezwa katika ilani. Katika siku 100, serikali imeanza kazi ya installation na configuration ya madarasa MICE, tunaita smart classroom, katika skuli 20 za sekondari, 12 Unguja na 8 kwa upande wa Pemba. Hii ni sawa na 90.9% ya utekelezaji wa shabaha iliyowekwa katika ilani ya kuanzisha madarasa MICE 22. Aidha, serikali imeanza zoezi la kuziunganisha skuli 66 za sekondari na mkonga wa taifa kwa hatua ya utandazaji wa miundombinu na nyaya za fiber. Idadi hii ni sawa na 132% ya shabaha ya ilani iliyoelekeza kuziunganisha skuli 50 za sekondari na mkonga wa taifa. Ndugu wanahabari, kufuatia juhudi mbalimbali zinazoendelea kuchukuliwa na serikali katika kuimarisha ubora wa elimu nchini, ufaulu wa wanafunzi katika mitihani ya taifa umeimarika. Matokeo ya mitihani ya kidato cha 4 yanaonyesha kuwa kati ya watahiniwa 20,764, watahiniwa 19,075 wamefaulu sawa na 91.9%. Kiwango hichi cha ufaulu inaonyesha ongezeko la 9.9% ikilinganishwa na ufaulu wa 82.0% uliopatikana mwaka 2024. Kiwango hichi cha ufaulu kimezidi shabaha iliyowekwa katika ilani ya kufikia ufaulu wa 90% katika mitihani ya taifa ya kidato cha 4 ifikapo mwaka 2030. Kwa mara ya kwanza Zanzibar tumefanikiwa kuwa na wanafunzi 150 waliofaulu daraja la kwanza kwa kiwango cha pointi ya tarakimu moja, yani single digit. Kati ya wanafunzi 150, wanafunzi 57 wamefaulu daraja la kwanza wakiwa na pointi 7, wanafunzi 42.8 na wanafunzi 51.9. Asilimia 69.3 ya wanafunzi hao wanatoka katika skuli za serikali.